ndio wamefiwa castration taswihia bali sijampitia, lakini kuna naswi kabisa zinazozungumzia labda kuhusu swali wamesema, yani kuhusu swali mnyama anayechinjwa anapashwa akuaje, sifa zake. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vimekatazwa kwa mnyama ambao kwamba mwenye kuchinjwa Eid al-Adha, lazima aende mbali na illa yoyote, aibu yoyote. Mfano ni mwenye kukonda, sawa, kwa sababu ya njaa fulani, alafu hana pembe, ama wamekata ile nini yake, kama vile Sheikh amesema wamekata hiyo, haina hiyo. Katika Eid al-Adha kichinjo hairuhusiwi mutlaqan, lakini kama ni wakati wa kawaida tu kuchinja inaruhusiwa. Kuna kuchinja kwa ajili ya Eid al-Adha, ile ibada ambayo kwamba tumesema, na kuna kuchinja kawaida. Kama ni kuchinja kawaida, mnyama yafaa kuchinjwa, lakini kama ni kuchinja kwa Eid al-Adha kwa ajili ya ibada ya adhiya, hiyo hairuhusiwi. Wallahu a'lam. Kuchinja tunasema kuelekeza qibla ni sunna, hivyo na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tusiwe ni wenye kuziacha, tusizifanyie dharau. Hizi ndio vitu ambavyo kwamba vinatuinua daraja. Kwa hivyo inshallah tuoneshana sampuli ya kwanza namna ya kuchinja tukiwa watu wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja peke yake, na kuchinja peke yake aliweka magoti yake katika safahihima, katika sehemu ya nyama zaidi ya huyo mnyama. Lakini inshallah tuoneshana namna ya kuchinja watu wawili, kisha mtu mmoja akiwa na kamba inshallah. Kwa hivyo tumeanza sunna ya kwanza kumwelekeza qibla, kisha tukasema sunna ya pili katika madhhabi ya Shafi'i namna ya kumfunga mnyama na kumshikilia vizuri katika njia ambayo kwamba ilikuwa ni nzuri zaidi. Mshike mguu. Njoo nyuma. Ngoja. Kuja hapa. Nafikiri tumeona sote miguu namna ilivyo. Ndio haya ambayo kwamba ni nzuri zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja peke yake, lakini jaribu chinja peke yako utaona kizaazaa, sio ili tupelekana mbio hapa. Kwa hivyo utamweka mnyama wako sampuli namna hii, ukishamweleka tuje tuna target zetu za mishipa. Ukipata mshipa wa juu kwa qibla direct. Sasa kwa qibla direct, na mguu wake wa juu lazima uwe haujafungwa. Umefahamiana vizuri? Kisha kitu ambacho kwamba tunalenga na mshipa wa kwanza huku upande wa right, mshipa upande wa left. Baada ya hiyo mishipa kuna gorombo hii hapa, chini yake kuna mshipa mdogo pale ambao kwamba inaitwa miri. Hizo ndo target yetu, vitu vinne. Hivyo kisha mweka hivi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta dua kabla ya kuchinja: Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Hii ni dua ambayo kwamba alimamu Muslim atuambia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliisoma. Vile vile baada ya kumweka mbuzi wako vizuri, ukitaka kuanza kumchinja ushasoma dua aina yoyote, utainua kichwa chake vizuri, kisha useme bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar, utapeleka kichwa chako vizuri, kisha umregeshe mnyama wako. Kisu kikiona makali kipitisha mara moja, anakuwa tayari amechinjika. Nafikiri tumefahamu mpaka hapo. Kuna swali yoyote? Mguu tumeona ambao kwamba unaiacha. Baada ukimaliza kumchinja, mregeshe kichwa vizuri pole pole. Tuko qibla.
Nafikiri tumeiona sote vizuri. Ile mambo ya kudunga kisu hivi kuleta hivi haifai, kumwadhibu mnyama. Peleka tu kisu chako mara moja, bismillah wallahu akbar, mpaka chini, juu na katikati. Umeelewana vizuri? Tamam. Alivyoshika ndio miguu ambayo kama utakayofunga. Usifunge tu usichukue. Umeelewana miguu? Nini tu vovote utakavyoifunga ni sawa. Usimkaze sana kiasi kwa hata ni kamba au nini, itakuwa haifai. Sababu wa idha dhabahtum fa ahsinu adh-dhabha. Umeelewana? Kisu kiwe na makali, waliyurih ahadakum dhabihatahu. Mmoja wenu mstereheshe mnyama. Ukipeleka kisu mara moja kimepaka, hana tatizo tena. Kwa hivyo hii ni sampuli ya mbuzi. Je, sampuli ya ng'ombe ni gani? Ng'ombe tunafaa kuwa watu watatu. Mtu wa kwanza atakuwa huko, lakini itakuwa tumemfunga. Lazima ng'ombe mkiwa watu watatu muwe mmefunga. Ikiwa mmefunga na ikiwa mmefunga watu watatu, kama hamjamfunga mtaangalia hata watu 10. Miguu ni hiyo pekee yake. Hivyo. Ng'ombe na. Umeelewana? So kishamfunga ng'ombe namna hii, utachukua mkia wa ng'ombe utaupitisha katikati ya miguu. Kisha utoe kwa nyuma yake hivi. Umeelewana vizuri? Mkia utautoa, unamtia huku, utakuja kushikanisha na hivyo. Useme ndo mkia, si mkia uko nyuma huko. Utachukua mkia, utakuja kuvuta sehemu hii. Mshika hivi kidogo, control yake na nguvu zinapungua. Hivyo mmoja atakuwa yuko hapa. Akishakuwa hapa, unashikilia mkia, unaigoromba wakati wa kuchinja. Na huko kutakuwa na mtu wa tatu. Mtu wa tatu kazi yake ikifika wakati wa kuchinja, kazi yake ni kuinua kichwa. Huyo mtu ambaye kwamba yuko katika kichwa, kazi yake atainua kichwa sampuli namna hii na avute gorombo hivi. Tumefahamiana? Huyo ambaye kwamba ameshikilia mkia naye atavuta gorombo hapa. Huyo ameshikilia mkia, huyo atavuta gorombo. Akivuta gorombo, mchinjaji huko hapa atavuta naye apeleke kisu kwa mara, kwa sababu ng'ombe gorombo yake ni kubwa, so lazima ishikwe na watu wengi. Huyo huko atashika gorombo, wa kichwa atazuilia kichwa, na mchinjaji atashika gorombo upande mmoja na mkono mmoja, awe ni mwenye kuchinja. Nafikiri imefahamika, au kuna swali lolote? Labda mishipa ni ile. Ngamia anachinjwa akiwa amesimama, atafungwa mguu mmoja. Hatuna ngamia kuonesha nahri. Wanakuwa anachinja ni mwenye, baada ya kudungwa na mvuta tena kwa haraka, lakini lazima hiyo amefungwa. Mdomo pia unafungwa, anafungwa na kamba vizuri. Akitia ile kisu hivi, anavuta hivi mara moja basi. Ukichelewa kuivuta atakung'ata au utapambana. Naam, ngamia anang'ata tena vibaya, anaweza akaua. Hivyo lazima afungwe mdomo vizuri na mguu wake mmoja ufungwe vizuri. Nafikiri tuko sawa mpaka hapo. Kuanza kumchuna ustadhi, kuna watu bado wanarusha hii. Kwanza na maswali mawili pale, ameshafungwa na ashakatwa. Kuna watu wanangoja mpaka aishe na akiwa amefungwa. Je, kunafaa afunguliwe zile kamba? Na mzuri zaidi ikiwa ni mbuzi kondoo, ikiwa hata leta madhara awe ni mwenye kufunguliwa. Ikiwa kuna madhara atapiga mtu nini, acheni mpaka atakapo fariki. Swali la kuchuna, ufai kuchuna mpaka akate roho kabisa. Ukimchuna akiwa na roho yake unapata madhambi. Hivyo utamsubiria roho ikate kabisa ndipo umchume. Wallahu atapoa. Sasa bado anarusha miguu na visu zishaanza kuingizwa kwa. Hapana. Hiyo tamu chinga, hiyo tamu wamepanga kitu. Naam. Umechota hiyo tamu, alafu wakaweka mahala kusema nini mdura. Uislamu wamekubalia kukula hiyo mdura. Kazi mdura tegeza nini? Niliuliza nikaambiwa nyama ya kusaga, nikakataa. Nyama ya kusaga kidogo shilingi 10. Inatengenezwa na nini?
Yeye anasema sasa yeye ile ametaja kabisa, wanateka ile damu ikichinjwa, alafu inawekwa ndani ya mara. Damu inakatazwa kisheria, haramu hiyo. Muislamu ni damu hiyo. Biblia yenyewe inakataza, hurimat alaykum ad-dama wa lahma al-khinzir, damu ni haramu. Naam. Rai fulani iliona ambayo na swali liliulizwa lakini halikujibika kabisa. Naam. Inaweza kuwa nione kama itaingiana. Bismillah. Kuna swali fulani ambalo liliulizwa kulingana na damu na ikalinganishwa kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba malipo yake ni sawa na manyoya ya yule mnyama. Je, tukiingia kwa ng'ombe au ngamia ana manyoya mangapi? Sasa hebu nikuulize tena, katika malipo ya Mwenyezi Mungu amesema yeye ndiye mwenye malipo ya saumu. Unajua ni malipo mangapi? Sasa hapo unaweza linganisha, maana hujui sasa ngamia au ng'ombe manyoya yake, Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye ajua. Sasa malipo yale ya damu nayo yalinganisha pale ambapo Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hesabu yake, ndiye atakuja. Je, inaweza ingiana katika ile damu hiyo umemwaga, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye malipo yake? Inaweza ingiana kati ya jibu la yule nini nilikuwa nauliza kwamba malipo yake ni ngapi? Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kulingana na dalili ziko tofauti. Hatuwezi linganisha vile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema kwamba atapata malipo sawia na zile idadi za manyoya, na tuseme pia naye damu itakuwa hivyo hivyo. Kwa hivyo katika dalili kuna zile tasrih, yani iko sarihatan, iko wazi. So zile ziko wazi tunazitumia hivyo hivyo vile zilipo wazi, na zile ambazo hazijatajwa hatuwezi kuja na al-qaran, yani tuanze kulinganisha hii vile iko hivi, hii iko hivi. Vile umemalizia tukasema ni malipo yote, ala kuli hali malipo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala anajua idadi. So cha muhimu ni wewe jua utakuja kulipwa na Allah, usitaka kujua ni ngapi. Ukishajua what next, umeelewa? So ni vizuri tu kwamba ujue haya ndio malipo utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu yudhaifu liman yasha. Kuna vitu vinalipwa kwa mfano baina ya 10 na 100, lakini kuna vitu zinakuwa zaidi ya hapo. Kwa hivyo hatuwezi kaa chini tukaanza kuangalia tupige hesabu hii kiwa hii ni malipo ni hii na hii itakuwa hii. Hiyo sio kazi yetu. Allahu a'lam. Rahmatullahi wa barakatuh. Kabla tujamaliza, kwanza tungependa kurudisha shukrani sana kwa wote ambao kwamba wamehudhuria mwanzo. Mashehe zetu, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tunawashukuru mashehe zetu, wametoka sehemu mbalimbali, wamekuja kwa ajili ya kutunufaisha. Sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la khairi. Jaza yenu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, pia tuwakumbuke pia ndugu zetu, tuko na wagonjwa ambao kwamba kama muadhin wetu saizi anakaribia mwezi mmoja kule ICU. Kwa hivyo tuwakumbuke pia wagonjwa inshallah kwa dua, na kila mwenye matatizo inshallah Allah amtatulie matatizo yake inshallah. Kila aliye na maradhi Allah ampe shifa, kwani hakuna mwenye kutoa shifa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaykum.